Hii video bwana nilikuwa nimerekodi nimemaliza, lakini nikasema hapana, ngoja nirudi niongeze kitu huku mwanzoni kuwakumbusha tu hii video tazameni mpaka mwisho, kwa sababu kuna vitu muhimu sana nimevizungumza kwenye hii video ambavyo vitakusaidia sana wewe kama mfugaji. Kama unapenda ufugaji, hii video ni ya kuisikiliza mpaka mwisho. Moja ya maeneo muhimu sana sisi ambayo waga tunafanyaga tafiti kutafiti kitu kama kimeenda vizuri ni kupitia nyinyi wenyewe wafugaji. Kwa sababu sisi huwa tunafanya, kwanza huwa tunajihakikishia kitu tunachokiongea hapa kipo sahihi hapa kupitia hapa shambani kwetu. Kitu cha pili, tutawashauri wafugaji wakitumie. Wakikitumia huwa wanakuja kutuambia kwamba hiki kimefanya kazi vizuri, hiki kimetibu kuku wetu vizuri. Yani huwaga wanatoa feedback, tunaita feedback. Sasa hapa kwenye hii video leo hii ninataka nije na feedback ya booster 3 za asili ambazo nyinyi wenyewe wafugaji mmesema kwamba zinafanya kazi vizuri sana, zimewasaidia wafugaji wengi sana, na nitakwambia zinafanya kazi gani na zimewasaidia sehemu gani, ili hata kama wewe unaitazama hii video hujaanza kuzitumia hizi booster, basi anza kuzitumia mara moja ili uweze kupata mabadiliko ya haraka kwa kuku wako. Sasa kabla ya hizi booster sijakwambia nina hii incubator hapa. Hii incubator ni auto turner, yani inazungusha yenyewe mayai. Yani wewe humo ukishaweka mayai na kuichomeka kwenye umeme, kazi yako wewe ni kusubiria vifaranga. Hiyo incubator ni ya mayai 60, inauzwa 3,500. Sio gharama kubwa kwa sababu ina ufanisi wa hali ya juu. Ni incubator ambazo zimetengenezwa na ufanisi wa hali ya juu sana kwenye kutotolesha vifaranga, na kushauri wewe ambaye unafuga kuku uwe na incubator ili kupunguza gharama za ufugaji. Vifaranga 100 gharama yake huwa wanauzwa mpaka kama vifaranga wa kienyeji mmoja unaweza kumuuza hadi 3,000. Kwa hiyo unaweza ukaona wewe mwenyewe. Ukinunua hiyo mashine utatotoleshea mara kutotoleshea, yani mara nyingi. Kwa hiyo ni sehemu ambayo unaweza ukajipatia kipato cha fedha, lakini pia ukapata uzalishaji mkubwa kwa kuku wako. Tutafute sisi KingoFarm. Lakini pia hata ukitaka kutengeneza wewe mwenyewe, kuna incubator rahisi kabisa ya box. Tuna kitabu pamoja na mafunzo video 7 ambazo zitakuelekeza jinsi ya kutengeneza. Gharama yake ni 10,000, ila hiyo incubator tutakuagizia kama unataka ambayo imeshatengenezwa. Sasa tukirudi kwenye somo letu, booster namba 1 kabisa ni majani ya mpapai. Hii ni booster ambayo imesifiwa na wafugaji wengi sana, na sio kwenye upande wa booster tu, lakini pia majani ya mpapai ukia brendi yamekuwa yakiwasaidia wafugaji wengi sana, hasa kwenye matibabu, jinsi ambavyo wanaweza wakawatibia kuku wao. Na kwa mfano nizungumzie sehemu moja ambayo mimi binafsi ilinifanya mpaka nikaja kurekodi hii video. Kuna mfugaji ambaye alitupigia simu. Yeye alikuwa ana kuku wale wanaotaga layers, wanaokuwa wanataga, walikuwa wanaumwa, walikuwa na miharo. Tulimshauri tumia majani ya mpapai. Kwa hiyo akatengeneza hii tiba ya majani ya mpapai, na huwa tunatumia majani 3, tunaya brendi, tunaweka kwenye maji lita 10. Alitumia hii dozi ndani ya siku 3. Kitu ambacho alikiona cha tofauti, kwanza kuku wake waliendelea kutaga, walikuwa wanataga vizuri kabisa, yani hawakushuka sana, tofauti na ukitumia hizi tiba nyingine. Kwa mfano ukiwa unaokota tray 2.5, unakuta unaokota nusu tray. Lakini yeye kuku wake waliendelea kutaga vizuri kabisa. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili ni kwamba kuku wake walipona ndani ya muda mfupi sana, walipona na walirudi wakawa na afya bora kabisa. Sasa kama ulikuwa hujui, majani ya mpapai kazi yake ya kwanza kubwa ambayo huwa yanafanya, huwa yanaongeza kinga ya mwili. Yani kama kuku wako ukiwa unawapa, hata kama hawajaumwa, endapo yatakuja magonjwa ili yaweze kuwashambulia, basi ni rahisi sana kuweza kuwakinga hao kuku. Ni kushauri kitu, kama unataka kuwakinga vizuri kuku wako,
kwa ajili ya magonjwa ya miharo, hata kideli. Kwa mfano kideli, unaweza kufanya kitu kimoja hivi, ukachukua jani moja tu kama hilo hapo, ukachukua na majani matatu ya aloe vera, ukaweka kitunguu saumu kimoja au viwili, ukablend vizuri, ukawa unawapa kuku wako. Utakuwa unawakinga na kideli, malex, ndui, yale magonjwa yote ya virusi pamoja na magonjwa ya bakteria kama vile. Lakini pia embu tazama, haya majani ya mpapai huwa yanaua minyoo vizuri kabisa. Hivi juzi kati kuna mfugaji amenipigia simu, ameniambia alichukua haya majani ya mpapai akachanganya na yale mashona nguo mnayajua yale ambayo waga yananasia kwenye nguo. Alichanganya pamoja, akawapa kuku wake, wakawa wanajisaidia, minyoo imekufa kabisa. Achana na tiba nyingine, waga kuku wanajisaidia minyoo mizima. Yaani unakuta kuku anajisaidia minyoo lakini minyoo ile bado ina uhai. Lakini hii kuku walikuwa wanajisaidia minyoo ambayo imekufa kabisa. Booster ya pili ambayo ipo vizuri sana sasa kwenye vitamini ni haya majani ya mchicha. Majani ya mchicha ukiwapa kuku wako ambao wanataga yanafanya kazi vizuri sana. Kwanza kabisa, kama mna kumbukumbu vizuri, unakutaga watu wengi sana waga wanasemaga kwamba mchicha huwa unaongeza damu. Sasa kuku anayetaga anahitaji damu kwa wingi sana ili aweze kutengeneza vizuri mayai. Kwa hiyo mchicha utamsaidia sana. Ni booster nzuri sana kwa kuku wanaotaga. Huu unaweza ukaublend au unaweza ukaning'iniza au kama hivyo. Unaona hapo palikuwa pana mchicha, tumeamua kuukata ili kuweka mzunguko mzuri wa hewa kwenye mabanda yetu, lakini hayo majani kuku wanaenda wanadonoa, wanapenda sana kuyala. Kabla sijakutajia booster ya tatu ambayo ni muhimu sana, sisi KingoFarm tuna vitabu hivi hapo ambavyo unaviona, kimeongezeka na kitabu kingine jinsi ya kutengeneza incubator ya boxi. Hivi vitabu vinawasaidia wafugaji wengi sana, na kushauri pia na wewe uwe nacho. Gharama ya hivi vitabu ni shilingi 10,000 kitabu kimoja, na tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp. Kwa mfano kitabu cha tiba za asili, hicho kitakuelekeza jinsi ya kutengeneza tiba za asili, safari ya ufugaji, jinsi ya kutengeneza chakula kwa ajili ya kuwapa kuku wako, tena kwa gharama nafuu kabisa. Unatumia kanuni za Umo ambazo gharama yake ni nafuu. Kitabu kimoja ni shilingi 10,000 na ni soft copy, lakini pia kuna kundi la WhatsApp ambalo unaweza ukajiunga kwa gharama ya shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Sasa kuna kipindi hapa sisi tuliuziwaga kuku ambao mwenye nao aliamua kuwauza kwa sababu utagaji wao ulikuwa sio mzuri. Kwa hiyo sisi tukaamua kuvaa mabomu, tukawachukua wale kuku, tukawaleta hapa layers wale pure kabisa kwa ajili ya kutaga. Lakini pia walikuwa na changamoto ya kudonoana huko walikotoka. Kwa hiyo sisi tukawanunua. Kitu cha kwanza, booster hii ninawaelezea tulichofanya, tuliwapa haya majani ya mbegu za maboga. Haya majani ya mbegu za maboga kwanza yaliwasaidia sana kuweza kutaga, pia na kuacha kudonoana. Kwa hiyo ni booster nzuri sana. Ukichukua majani ya maboga, tangawizi, kitunguu saumu, ni kitu ambacho kitawasaidia kuku wako kwa boost kuweza kutaga. Lakini pia hata ukiwapa broiler wanakuwa na vifua vile vipana vile.